Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 15 kipindi cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya kwanza aya ya 8 hadi ya 14 na aya ya 22. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 10 aya 34 hadi ya 11 na aya ya kwanza. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 10 aya 34 hadi ya 11 na aya ya kwanza. Yesu aliwafundisha mitume wake, msizani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe na mkwe mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Ikawa Yesu alipokwisha kuwaagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, leo mwinjili Mathayo anatuongoza kutafakari ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Lakini katika Injili ya leo tunasikia maneno ya Yesu, mfalme wa amani, akisema yeye hakuja kuleta amani bali upanga. Maneno haya pengine yanatuvunja moyo na kututia hofu juu ya ufalme wa Mungu. Kwa nini mfalme wa amani alete upanga badala ya amani? Wapendwa, tunaporejea kitabu cha Waebrania sura ya 4 aya 12, tunaambiwa upanga huu ni neno la Mungu, upanga unaotenganisha nuru na giza, ukweli na uongo, haki na dhuluma. Kumbe hatuna haja ya kuogopa, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo anatuhakikishia kukata minyororo inayotutenganisha na upendo wa Baba. Ndugu wapendwa, Injili ya leo inatualika kuwa na moyo wa kuwahudumia ndugu zetu, hasa walio katika dhiki, maskini, wenye njaa na wanaoteswa. Kwa sababu tunapowapa kitulizo au kuwafariji na kutembea nao kama ndugu, tunakutana na Kristo kupitia wao. Na kwa mantiki hii, Kristo anatukumbusha tunapofanya hivi, hatupotezi thawabu yetu kamwe. Kristo hatupimi kwa ukubwa wa mali tulizo nazo wapendwa, bali kwa ukubwa wa upendo tulionao mioyoni mwetu. Wengine tunatambua hatuna uwezo wa kutoa fedha au mali kubwa kama dunia ya leo inavyotudai, lakini tunaweza kutoa kikombe cha maji, tabasamu na neno la faraja, sala au kuwatembelea wagonjwa. Mbele za Mungu haya yote yana thamani kubwa tunapoyafanya kwa moyo wa upendo. Hivyo tusidharau tendo dogo la upendo, kwa maana linaweza kuwa mbegu ya wokovu kwa wengine na hazina yetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kristo anaendelea kutukumbusha kwamba mtu anayewapenda zaidi ndugu zake kuliko yeye anaipoteza roho yake. Hapa Bwana wetu Yesu Kristo hatushinikizi kuwachukia ndugu zetu, wazazi au jamaa zetu, lakini anatusisitiza kwamba upendo wetu kwa Baba unatakiwa uwe wa pekee na upite vitu vyote, kwa sababu yeye ni asili ya yote na ni mkuu kuliko vyote na ni muumba wetu.
Tunapokumbushwa na mwinjili Mathayo juu ya jambo hili, tunatambua kuwa tumekuwa tukiwekeza upendo wetu katika vitu vinavyopita na vitu visivyodumu. Basi tumuombe Kristo aliye mwalimu wetu kupitia damu yake azizi, atusaidie kusikia pendo la Baba. Kwa sababu tunapompenda Baba, tunakuwa na upendo wa kweli kwa ndugu zetu. Na hili ndilo fundisho Kristo analotupatia siku ya leo. Na tunapotimiza fundisho hili, yeye anakuwa Mungu wetu na sisi tunakuwa watu wake. Katika injili ya leo pia Bwana wetu Yesu Kristo anatualika kubeba misalaba yetu tumfuate. Labda misalaba yetu wapendwa ni magonjwa, huzuni, hali ngumu ya maisha tunayopitia au dhambi tunazopambana nazo. Tusikate tamaa, kwa sababu Yesu hakusema katika kumfuasa yeye hatutapatwa na magumu au mateso, bali alitualika kila itwapo leo tubebe misalaba yetu tumfuate. Kwa namna ya pekee tunatambua kwamba tupo katika mwezi wa damu azizi, na mara zote Mtakatifu Gaspari anatukumbusha kwamba damu ya Kristo hutupa nguvu ya kubeba misalaba yetu. Kumbe tunapokata tamaa kwa sababu ya mateso, magonjwa, umaskini au majaribu, daima tuikimbilie damu ya Kristo iliyomwagika msalabani, na Kristo daima ndiyo mfano wetu katika magumu tunayopitia. Na ni yeye anayetupatia nguvu ya kubeba misalaba yetu katika nyakati zote, ziwe mbaya au nzuri. Tunapotambua thamani ya damu ya Kristo, wapendwa, na waalika tuwe tunawakumbuka ndugu zetu ambao misalaba yao imekuwa mizito, na mara kadhaa katika kujaribu kusimama na kuendelea kumfuata Kristo wamedondoka tena. Basi damu ya Kristo iwatie nguvu ya kusimama na kubeba misalaba yao kwa ujasiri na kumfuata Kristo. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Armando Jackson, frateri wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Damu ya Yesu inatukinga na majanga yote yatusibuyo. Damu ya Yesu ni damu takatifu.